Promova TV, a home of testimonies. Karibu katika mwendelezo. Katika mwendelezo ushuhuda kutoka kwa mtumishi wa Mungu Moses Rushiku wa huko nchini Kongo DRC. Na sasa tupo katika sehemu ya 22. Mimi ninayekualika ni msimuliaji wako kwa jina Jacktan Msafiri. Unaweza ukanifuatilia pia kwenye Facebook, Instagram pamoja na TikTok kwa jina hilo hilo la Jacktan Msafiri. Mhariri wa sauti katika ushuhuda huu ni Eric Audax. Nikukumbushe pia kwamba unaweza kupata shuhuda hii pamoja na nyingine nyingi kutoka kwetu katika chaneli ya YouTube ambayo inafahamika kwa jina la Promova TV. P-R-O-M-O-V-E-R. Promova TV. Karibu sana, tuendelee. Katika mwendelezo huu pamoja na mambo mengine mengi, tutaangazia kuhusu fumbo la nyota ya asubuhi. Shalom wapendwa dunia nzima, na kwa wapendwa wa neno la Mungu, kanisa la Mungu, shalom. Tunazungumzia juu ya nyota ya asubuhi. Hii ni ahadi kutoka kwa Mungu kwa moja ya makanisa 7 katika Asia, kanisa la Thyatira. Imeandikwa kwenye Ufunuo sura ya 2 mstari wa 18. Andika haya kwa malaika wa kanisa la Thyatira: ninawapa ile nyota ya asubuhi. Mpendwa, maandiko yanasema katika Mithali 16:4, Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake, naam hata wabaya kwa siku ya ubaya. Mungu hufanya kila kitu kwa kusudi. Mungu anatuahidi nyota. Nini madhumuni ya nyota hii ya asubuhi? Tutatakiwa kuingia zaidi katika ufahamu wa kinabii wa nyota hii ya asubuhi. Nyota ya asubuhi imekuwa somo la mahubiri na mafundisho mengi ya ufafanuzi, lakini ningependa kuzama katika ufahamu wa kinabii wa nyota ya asubuhi kwa ajili ya kulijenga kanisa la Kristo. Tuombe. Mungu wa utukufu, huu ndio wakati tunapotaka kushiriki neno lako. Tunataka upako wa kinabii ushuke kwa wasikilizaji wetu, ili upako huu ulete mwanga mwingi kwetu katika kanisa, ili tuweze kujengwa na kuwa hodari na kutakaswa katika jina kuu la Yesu Kristo, ambalo ni jina la ajabu. Amen. Wapendwa, Yesu anaahidi kutoa kwa kanisa nyota, au tuseme nyota ya asubuhi. Kabla ya kuendelea mbele zaidi, hebu tuzungumze kuhusu Ibrahimu kabla hatujaingia kwenye kina cha ufunuo. Mungu alimwambia Ibrahimu atoke nje, na ilikuwa usiku ambao Ibrahimu alitoka nje. Mungu akamwambia, inua macho yako utazame nyota, ndivyo watakavyokuwa wazao wako. Imeandikwa kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 15 mstari wa 5. Mungu akamtoa Abrahamu nje, akasema, tazama angani na tazama nyota nyingi, ni nyingi sana huwezi kuzihesabu, na jamaa yako itakuwa hivyo. Na hivyo ndivyo hadithi hii ya kinabii inavyoanza. Ibrahimu baba yetu wa imani alitoka nje. Alitazama juu na aliona nyota, lakini ajabu ya kutosha, nyota zinaashiria watoto wa Ibrahimu. Je, tunaelezaje maneno ya shetani aliposema kwamba atapanda kiti cha enzi kati ya nyota za Mungu? Soma kitabu cha Isaya sura ya 14 mstari wa 13. Imeandikwa, kwa maana umesema moyoni mwako,
nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu ya nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano pande za mwisho za kaskazini. Nini kinatokea kati ya shetani na nyota? Katika kitabu cha Ufunuo tunaona shetani, nyoka wa kale, akitumia mkia wake kuangusha theluthi moja ya nyota za mbinguni. Ufunuo sura ya 12 mstari wa 3. Kisha ikaonekana ishara nyingine mbinguni, na tazama, joka kubwa jekundu mwenye vichwa 7 na pembe 10 na taji 7 juu ya vichwa vyake, na mkia wake wakokota theluthi moja ya nyota za mbinguni na kuzitupa juu ya nchi. Lakini nyota pia zinaashiria wana wa Ibrahimu. Nyota pia zinaashiria malaika bila shaka. Ibrahimu akainua macho yake akaona wazao wake kama sanamu za nyota. Warumi sura 9 mstari wa 8. Kwa hiyo si watoto halisi wa Abrahamu wanaohesabiwa kuwa watoto wa Mungu, bali ni wale tu watoto wa ahadi ya Mungu ambao wanahesabiwa kuwa wazao wake halisi. Je, tunaelezaje matendo ya joka na mashetani wake ambao waliweza kuangusha theluthi moja ya uzao wa Ibrahimu? Shetani anawezaje kuwa na mamlaka juu ya watoto wa Ibrahimu, watoto wa ahadi ya Mungu? Jihadharini, joka dogo liliweza kukokota theluthi moja ya nyota. Je, hakuna ulinzi kwa wana wa Ibrahimu kutoka kwa joka? Hapana. Ndipo inapotupasa tuwe makini na taaluma yetu kama wana wa Ibrahimu, kama tulivyooneshwa kutupwa chini kwa wana wa Ibrahimu kwa mkia wa joka. Tukiangalia katika Biblia, tunasoma katika Mathayo sura ya 1 mstari wa 1, kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Abrahamu. Yesu ni mwana wa Ibrahimu. Ikiwa Yesu ni mwana wa Ibrahimu, yeye pia ni mmoja wa nyota ambazo Ibrahimu aliziona usiku huo. Yesu alisema katika Yohana sura ya 8 mstari wa 12, mimi ndimi nuru ya ulimwengu, yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa nuru ya uzima. Katika ratiba ya kuzaliwa kwa Yesu kuna vizazi viwili, kizazi cha kabla ya Yesu na kile kizazi baada ya Yesu. Maandiko yanasema katika Ufunuo 22:16, mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia ninyi mambo haya juu ya makanisa. Mimi ndimi niliye shina na mzao wa Daudi, nyota ing'aayo ya asubuhi. Yesu ndiye nyota ing'aayo ya asubuhi. Kwa kizazi cha kabla ya kuzaliwa kwa Yesu, maono ya Ibrahimu kuona nyota za mbinguni ni unabii wa nyota inayong'aa ya asubuhi. Kwa kizazi baada ya kuzaliwa kwa Yesu, Yesu ndiye utimilifu na unabii wa nyota ing'aayo na ya asubuhi. Kwa hiyo kabla ya utimizo wa unabii huu, wale waliokuwa wakingojea utimizo huo hawakuwa Wakristo bali waamini. Walikuwa waamini ambao hawakupokea ahadi bado, kwani unabii huu ungeweza tu kuwa na thamani ya utimilifu kwa kuja na uwepo wa Kristo. Maandiko yanasema katika Waebrania sura ya 11 mstari wa 13, hawa wote walikufa kwa njia ya imani, wasijazipokea zile ahadi, bali waliziona tokea mbali na wakashawishiwa nao na wakawakumbatia na kukiri kuwa wao ni wageni na wasafiri katika ardhi. Lakini tofauti na waamini wa nyakati za Agano la Kale ambao waliamini lakini hawakupokea ahadi, sisi wa Kristo katika nyakati za Agano Jipya tuna bahati ya kupokea ahadi na utimilifu wa unabii huu ikiwa
tunamwamini Yesu. Hata hivyo, ni lazima tuzingatie kwamba wana wa Ibrahimu walikuwa katika agano na Mungu. Lakini licha ya agano hili, jitahadhari, Shetani anaweza kuwa na nguvu juu yetu. Ndiyo maana tunaona watu chini ya agano la kale wakiteseka kutokana na kasoro na udhaifu, ingawa wana ahadi ya kiagano ya afya na uponyaji. Kitabu cha Kutoka sura ya 15 mstari wa 26 akasema, ukimsikiliza Bwana Mungu wako na kufanya yaliyo sawa machoni pake, ukiyasikiliza maagizo yake na kuzishika amri zake zote, mimi sitatia juu yako maradhi yoyote nitakayopata kuwaleta juu ya Misri, kwa maana mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Lakini pia Kutoka hiyo sura ya 23 mstari wa 25, mwabudu Bwana Mungu wako na baraka zake zitakuja juu ya chakula chako na maji yako. Nitaondoa ugonjwa kati yenu. Ndiyo maana Yesu pia alisema katika Luka 13:16, na mwanamke huyu binti ya Ibrahimu jinsi alivyo, ambaye Shetani amemfunga miaka 18, haikupasa kufunguliwa kifungo hiki siku ya Sabato? Binti huyu wa Ibrahimu alikuwa amefungwa kwa miaka 18 na Shetani, ingawa alikuwa mmoja wa nyota zilizoonekana na Ibrahimu kule angani. Ikiwa joka anaweza kumfunga binti huyu wa Ibrahimu katika wakati wa Yesu kwa miaka 18, anaweza kuendelea kuwafunga wana wa Ibrahimu, nyota za mbinguni, hii leo. Katika kipindi hiki tunaona nyota ya mbinguni, yani binti ya Ibrahimu, ikifunguliwa kutoka kwa mshiko wa Shetani na nyota ing'aayo ya asubuhi. Yesu katika Ufunuo 12, hizo 3 ya nyota za mbinguni ambazo zilishindwa na Shetani na kutupwa chini ya wale ambao hawakuwa wanakaa katika ile nyota ing'aayo ya asubuhi. Katika kipindi hiki tunaona nyota ya mbinguni, yani binti ya Ibrahimu, ikifunguliwa kutoka kwa mshiko wa Shetani na nyota ing'aayo ya asubuhi. Nyota ing'aayo ya asubuhi inatamani kukusanya nyota za mbinguni chini ya mbawa zake ili kuzilinda kutokana na mkia wa joka. Yerusalemu, Yerusalemu, uwauaye manabii na kuwapiga kwa mawe wale waliotumwa kwako, ni mara ngapi nilitaka kuwakusanya watoto wako kama vile kuku akusanyavyo vifaranga vyake chini ya mbawa zake, lakini hamkutaka. Hiyo imeandikwa kwenye Mathayo sura 23 mstari wa 37. Huduma yetu ya kinabii ina jukumu la kuwaonya watoto wote wa Mungu kwamba ili kuingia katika urithi wa Mungu ni lazima kukaa ndani ya Yesu Kristo, nyota ing'aayo ya asubuhi. Tunaweza kuwa katika mambo ya Mungu, kudai baraka za Ibrahimu, baraka za Agano Jipya, kudai kwamba sisi ni wana na binti wa ahadi ya Mungu. Lakini Kristo, nyota ang'avu ya asubuhi, anapokosekana katika maisha yetu, Shetani atakuwa na nguvu juu yetu, kwa sababu alipewa Yesu pekee, kizazi cha mwanamke, kuponda kichwa cha nyoka. Nguvu hii ilitolewa kwa Yesu pekee, kama vile imeandikwa kwenye Mwanzo 3:15 kwamba nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake, yeye atakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Kwa hiyo bila Yesu, Shetani ana athari kwetu. Ndiyo maana katika mahubiri yetu tunapaswa kuonesha kwamba Yesu ndiye uzao
ulioponda kichwa cha nyoka na kuokolewa na mkia wa nyoka, ni lazima kuwa na Yesu. Tunaweza kuwa nyota za mbinguni lakini bado tukawa gizani. Tunaweza kuwa wa Ibrahimu lakini bado tuwe hatarini katika ulimwengu wa giza ikiwa hatuna Yesu. Kwa maneno ya kidunia, nyota ni mtu ambaye ni maarufu na ambaye ni mtu mashuhuri anayesifiwa na mamilioni. Lakini unaweza kuwa mtu maarufu lakini bila Yesu, utakuwa chini ya huruma ya mashetani. Nyota hizo zinazoashiria wana wa Ibrahimu ni rahisi kukokotwa kutoka mbinguni hadi duniani ikiwa ziko gizani na hazina nyota ing'aayo ya asubuhi ndani yake. Watoto wengi wa Ibrahimu wako gizani bila ya kujitambua. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 1 mstari wa 6 inasema, tukisema kwamba tuna ushirika naye na tukienenda gizani, twasema uongo wala hatuifanyi iliyo kweli. Lakini pia sura ya 2 mstari wa 9 waraka wa kwanza wa Yohana, yeye asemaye yumo nuruni naye anamchukia ndugu yake yumo gizani hata sasa. Sura ya 2 mstari wa 11 hiyo hiyo waraka wa kwanza wa Yohana inasema, bali yeye amchukiaye ndugu yake yu katika giza, tena anakwenda gizani wala hajui endako, kwa sababu giza limempofusha macho. Ufunuo sura ya 12 inazungumza juu ya wakati wa dhiki inayokuja juu ya kanisa. Wale theluthi ya nyota za mbinguni zilizotupwa duniani kwa mkia wa joka ni wale watoto wa Ibrahimu waliogizani na hawana nyota ing'aayo ya asubuhi inayoangaza ndani yao, na watapitia dhiki kuu. Ufunuo sura ya 12 mstari wa 4 mpaka wa 12 inasema, na mkia wake wakokota theluthi moja ya nyota za mbinguni na kuzitupa juu ya ardhi. Ole wao wakaao duniani na katika bahari, kwa maana Ibilisi alishuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Tunafikiaje swali sasa? Je, tunaongezaje mwangaza wa nyota ya asubuhi katika mwanadamu wetu wa roho? Tunamwendea Petro na tangazo lake la Yesu kama mwana wa Mungu. Petro akajibu katika Mathayo 16:16, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ndipo Yesu akajibu katika mistari ya 17 hadi 18, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakwambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na milango ya kuzimu haitalishinda. Wakati Simoni Bariona alipopata kipande kimoja cha ufunuo wa Yesu kama Kristo mwana wa Mungu aliye hai, Yesu alimuita Petro kipande cha mwamba. Kipande cha mwamba kilikabidhiwa kwa mtu wa roho wa Petro. Hata hivyo haitoshi kuwa Petros au kuwa na kipande kimoja tu cha ufunuo. Tunapoona kwamba shetani angeweza kutupa wazo akilini mwa Petro kwa urahisi, na Yesu akamkemea katika mstari wa 23, lakini akageuka akamwambia Petro, nenda nyuma shetani, wewe ni kikwazo kwangu, kwa maana hukumbuki mambo ambayo yametokana kwa Mungu, bali ya mwanadamu. Milango ya kuzimu ilimshinda Petro kwa urahisi kwa sababu alikuwa na kipande kimoja tu cha ufunuo. Baadaye tunaona Petro alikuwa akiyumba na hata kumkana Yesu mara 3.
Hakuwa Petro hodari. Vivyo hivyo Kristo au watoto wa Ibrahimu ambao wana ufunuo mdogo sana wa Yesu, ingawa mdogo sana wa nyota ya asubuhi katika mtu wao wa kiroho, watatupwa chini kwa urahisi na mkia wa joka. Mkristo anapaswa kusoma kila mara, kusoma, kutafakari, kumlisha Yesu majina yake, tabia yake, maneno yake, kukusanya ufunuo mwingi wa Yesu hadi ndani anakuwa Petra, mwamba wa mwamba. Kujifunza na kutafakari mara kwa mara namna hiyo juu ya Yesu lazima kufanywe katika roho, kama Yesu alivyosema katika Yohana 16:14, Roho Mtakatifu atanitukuza mimi. Ni wakati tu Mkristo anapokuwa Petra, mwamba mkubwa wa ufunuo, kwamba ana utimilifu wa nyota ing'aayo ya asubuhi ndani yake, ndipo milango ya kuzimu haitamshinda, ndipo mkia wa joka hauwezi kumtupa chini ya dunia wakati wa dhiki. Imeandikwa kwenye Luka 5:4, hata alipokwisha kusema akamwambia Simoni, enenda kilindini, mshushe nyavu zenu, mvue samaki. Simoni akajibu akamwambia, Mwalimu, tumetaabika usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitashusha nyavu. Walipofanya hivyo, walichukua samaki wengi sana, nyavu zao zikaanza kuchanika. Petro alitaabika usiku kucha na hakupata kitu. Yesu alikuja asubuhi na kumwambia Petro ashushe nyavu zake ili avue samaki. Petro alipata wingi wa samaki. Hii ni ishara ya kinabii kwamba bila Yesu, bila neno lake, hatutaweza kupata samaki ambaye ni kupata roho. Yesu ndiye nyota ing'aayo ya asubuhi inayotawala juu ya giza na taabu isiyo na matunda ya usiku. Bila nyota ing'aayo ya asubuhi kutawala giza, waokoaji wa roho hawatafanikiwa kushinda roho. Yesu alisema katika Yohana sura ya 15 mstari wa 5, pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Biblia ilisema katika Waebrania sura ya 8 mstari wa 7, kwa maana kama lile agano la kwanza lisingalikuwa na dosari, nafasi ingali tafutwa kwa lile la pili. Hii ndio tofauti kati ya agano la kale na agano jipya. Katika agano la kale hatukupata roho. Katika agano la kale tulikuwa na waumini. Waumini wa aina gani? Tofauti ni kuwa waumini hawana huruma na walichukua mawe kumtupia mwanamke mzinifu. Katika Yohana sura ya 8 mstari wa 4, wakamwambia Yesu, Mwalimu, mwanamke huyu alinaswa katika tendo la uzinzi. Basi katika Torati Musa alituamuru watu kama hao wapigwe mawe, lakini wewe wasemaje? Basi walipozidi kumuuliza, alijibu akawaambia, yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza kumtupia jiwe. Hili ni agano la kale. Hii ni sheria ya Musa. Kila walipomkamata mtu akifanya dhambi inayostahili kifo, walimpiga mawe mwenye dhambi. Kwa nini wangefanya hivyo? Waliamriwa kufanya hivyo chini ya agano la kale. Wanawahukumu wenye dhambi, hawashindi roho. Lakini chini ya agano jipya, sisi ni wavuvi wa watu, sisi ni waokoaji wa roho, sisi ni wavunaji, sisi ni wahudumu wa upatanisho, sisi ni waombaji kwa ajili ya kuokoa roho. Hatumuui mtu yeyote kwa kukiuka amri. Ndio maana hata gharika ya wakati wa Nuhu ilikuwa ya kinabii. Gharika ikaja na samaki hawakuingia ndani ya safina. Kwa nini Nuhu hakuingiza samaki?
kwa sababu wakati wa Noa ulikuwa ungali usiku, kwa kusema kiunabii. Usiku kanisa halitazipata roho. Usiku huo Petro hakuwa anaenda kuvua samaki bado. Kutaabika kwa Petro usiku ni picha ya Agano la Kale. Chini ya Agano la Kale, waumini hawaendi nje ili kupata roho. Wapendwa katika Bwana, hapa Yesu akimwanzisha Petro kwa uvuvi wa matunda. Ni unabii wa kanisa kuhusu uvuvi wa asubuhi na mapema. Yesu anamwanzisha Petro kuvua samaki asubuhi, kwa sababu Yesu ndiye nyota ing'aayo ya asubuhi. Nyota inaashiria huduma. Yesu anatuleta kwenye njia mpya ya huduma ili tuweze kupata roho chini ya mwanga wa nyota ing'aayo ya asubuhi na kwa neno lake. Paulo alipoandika katika Kolosai sura ya 1 mstari wa 13, ametuokoa katika nguvu za giza na kutuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Mstari huu haumaanishi tu wokovu, bali pia unawahusu watumishi wa Injili kwa ajili ya kuhama kutoka katika hali isiyo na matunda. Huduma ya wakati wa usiku kufanya huduma yenye matunda ndani ya mwanga wa nyota ing'aayo ya asubuhi. Kabla Kristo hajaja, wana wa Ibrahimu walikuwa chini ya sheria ya Musa, na kwa njia ya Torati walikuja kujua dhambi ni nini, kama Warumi inavyosema 7:7. Lakini kama isingalikuwa kwa sheria, nisingalijua dhambi ni nini. Ni kwa kweli sheria iliwafanya wawe na ufahamu wa dhambi, lakini hawakuweza kushika sheria kama inavyopaswa. Hakika walikuwa ni nyota zilizong'aa kwa maarifa ya sheria, lakini bado walikuwa kwenye giza la usiku kwa kushindwa kushika sheria. Paulo anasema kwenye Warumi sura ya 7 mstari wa 6 kwamba sheria ilituweka katika utumwa. Ilifanya hivyo kwa kutuweka chini ya laana kwa sababu ya kushindwa kuitii kikamilifu. Na Wagalatia sura ya 3 mstari wa 10, Petro anarejelea sheria kama nira ambayo baba zetu wala sisi hatukuweza kuibeba. Matendo ya Mitume sura ya 15 mstari wa 10. Paulo anasema kwenye Warumi sura ya 7 mstari wa 6 kwamba sheria ilituweka katika utumwa. Ilifanya hivyo kwa kutuweka chini ya laana kwa sababu ya kushindwa kuitii kikamilifu. Somo wa Galatia sura ya 3 mstari wa 10. Petro anarejelea sheria kama nira ambayo baba zetu wala sisi hatukuweza kuibeba. Soma Matendo ya Mitume sura ya 15 mstari wa 10. Hili pia linafafanuliwa katika kisa cha mwanamke Msamaria aliyemwambia Yesu katika Yohana sura ya 4 mstari wa 20, baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi mwasema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali ambapo wanadamu wanapaswa kuabudu. Wasamaria hao wanakwenda mlimani kuabudu, lakini hawafikirii kwamba kumwabudu Mungu na kuishi maisha ya dhambi kungekuwa ni kipingamizi. Giza lilikuwa limewaangukia Wasamaria hivi kwamba walifikiri kwamba ili kubalika kumwabudu Mungu huku wakijihusisha na matendo ya dhambi. Mwanamke Msamaria alikuwa akiishi maisha ya uzinzi, lakini alikuwa akienda mlimani kumwabudu Mungu kama baba zake walivyofanya. Paulo aliandika katika Wakorinto wa pili sura ya 6 mstari wa 14, nuru inawezaje kukaa na giza? Hii ndiyo picha ya kizazi cha wana wa Ibrahimu kabla ya Kristo. Walikuwa na nuru ya sheria, lakini bado walikuwa gizani.
Hivyo Yesu mwana wa Ibrahimu anakuja kuzindua kizazi kipya katika nuru ya nyota ing'aayo ya asubuhi. Yesu ni mwana wa Ibrahimu kwa mujibu wa Mathayo sura ya 1 mstari wa 1. Kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu. Yesu kama mwana wa Ibrahimu alikuwa mmoja wa nyota ambazo Ibrahimu aliziona katika Mwanzo 15:5. Kwa kweli Yesu alisema katika Yohana 8:56, baba yenu Ibrahimu alishangilia kwa kuiona siku yangu, naye aliniona na kufurahi. Ibrahimu alifurahi kwa sababu kati ya nyota nyingi alizoziona usiku ule kwenye Mwanzo 15:5 aliona kwamba nyota moja ilikuwa na mwanga usio wa kawaida, na kwamba nyota hii ingekuwa nyota ing'aayo ya asubuhi. Yesu ataanza kwa kuanzisha kizazi cha kwanza cha wana wa Ibrahimu kuangaza asubuhi na sio kugaagaa gizani usiku. Yesu anakuja kusafirisha nje nyota za usiku hadi asubuhi. Kwa hivyo usiku umeenda na sasa tuko mchana kabisa. Yesu anatufanya tuone kwamba hatuwezi kung'aa wakati giza bado liko katika maisha yetu. Yesu anatufanya tuone kwamba hatuwezi kung'aa wakati giza bado iko katika maisha yetu. Na sasa tutaendelea na simulizi yetu ya kinabii. Nilieleza kwamba kuna ahadi kutoka kwa Mungu kwa moja ya makanisa 7 katika Asia katika kitabu cha Ufunuo. Thiatira ni kanisa ambalo Mungu anaahidi nyota ya asubuhi. Ufunuo sura ya 2 mstari wa 18. Andika haya kwa malaika wa kanisa lililoko Thiatira, nitawapa ile nyota ya asubuhi. Na kwa nini Thiatira? Kuna uhusiano gani kati ya Thiatira na nyota ya asubuhi? Kuna umuhimu wa kinabii hapa tena. Tunaelewa mapenzi ya Mungu katika unabii huu. Jina la kanisa hili la Thiatira linamaanisha kupondwa au kutolewa dhabihu. Kwa maneno mengine, Thiatira maana yake ni mtu ambaye amepondwa kuwa unga ili kutolewa kama dhabihu. Mungu aliahidi kutoa nyota ya asubuhi kwa Thiatira. Mji huu unauza uvumba. Kihistoria, Thiatira ulikuwa mji ambapo kulikuwa na wafanyabiashara kadhaa waliokuwa wakiuza uvumba. Thiatira ilikuwa maalum kwa uzalishaji wa uvumba. Je, uvumba ulikuwa na jukumu gani? Uvumba unaashiria dhahabu. Mungu alimwagiza Musa kutumia uvumba katika hema la kukutania katika kitabu cha Kutoka sura ya 30 mstari wa 34 hadi 36. Mwenyezi Mungu akamwambia Musa, jipatie manukato ya natafi na keribano. Manukato haya matamu pamoja na ubani safi, kila kimoja kitakuwa na uzani sawa. Nawe utafanya kuwa manukato, nawe utaponda sehemu yake kuwa ndogo sana, na kuiweka mbele ya ushuhuda ndani ya hema ya kukutania. Hapo nitakapokutana nawe, kwako wewe mtakatifu sana. Na Mungu alisema itakuwa sadaka takatifu, sadaka safi. Unaona sasa maana ya kinabii ya uvumba katika Thiatira. Kwa kuwa uvumba ulitumiwa na makuhani, ni mfano wa kinabii wa Kristo, kuhani mkuu. Na kwa nini ile nyota ya asubuhi imeahidiwa Thiatira? Kwa sababu Mungu anapata uvumba huko Thiatira. Hebu tujifunze uhusiano kati ya uvumba na maisha ya dhabihu ya Yesu, nyota
ing'aayo ya asubuhi, na jinsi tunavyokuwa nyota za asubuhi kupitia nyota ing'aayo ya asubuhi. Uvumba kama inavyotajwa katika Kutoka 30:34 ulitengenezwa kwa mchanganyiko laini wa viungo vinne tofauti. Kila kiungo kilipaswa kuwa na kiasi sawa, kilichosawazishwa kabisa. Yesu Kristo ndiye ambaye ndani yake rehema na ukweli, haki na amani vinasawazishwa kikamilifu. Yesu ndiye picha kamili ya Zaburi 85:10. Rehema na kweli zimekutana pamoja, haki na amani vimebusiana. Kristo anaishi maisha yake matakatifu kwa njia ya kanisa kama mwili wake. Kristo ndani yetu, tumaini la utukufu. Wale wanaoishi ndani ya Kristo hukua katika ladha mbalimbali za viungo vinne tofauti vya uvumba, rehema na ukweli, haki na amani, utakatifu na upendo, na hivyo kuwa nyota ya asubuhi. Kila kiungo kilipaswa kusagwa na kuwa unga, lakini kabla ya kuongezwa kwenye uvumba, Kristo alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, alipigwa, kupondwa. Uhai wake mkamilifu usio na dhambi ulimwagwa. Wale wanaokufa kwa ajili ya nafsi zao ili Kristo apate kuishi kupitia kwao watang'aa kama nyota za asubuhi. Wagalatia sura ya 2 mstari wa 20 inasema, nimesulubiwa pamoja na Kristo, na ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilionao sasa katika mwili ninaishi katika imani kuelekea mwana wa Mungu ambaye alinipenda na kujitoa kwa ajili yangu. Uvumba uliteketezwa juu ya madhabahu mbele ya sanduku la ushahidi. Kristo alipitia moto wa mateso katika mateso yake na hatimaye kifo chake msalabani. Wale ambao imani yao katika Kristo inajaribiwa kwa moto na mateso watang'aa kama nyota za asubuhi. Uvumba huo ulitoa manukato mazuri ambayo yaliingia ndani ya pazia, ndani ya patakatifu pa patakatifu, karibu na sanduku la ushuhuda. Maisha ya Kristo yasiyo na dhambi ya utii yalikuwa kama manukato mazuri kwa Mungu. Katika Kristo tunakuwa harufu nzuri kwa Mungu, kama ilivyoandikwa kwenye Wakorintho wa pili sura ya 2 mstari wa 15 inayosema, kwa maana sisi tu manukato ya Kristo kwa Mungu kati yao wanaokolewa na wanaopotea. Wale ambao ni harufu nzuri ya Kristo wanang'aa kama nyota ya asubuhi. Hakuna uvumba wa ajabu uliopaswa kutolewa juu ya madhabahu, wala hakuna mtu wa kujifanya uvumba huo. Ilipaswa kuwa takatifu kwa Mungu. Yesu ndiye njia pekee ya kwenda kwa Baba. Hakuna jina jingine chini ya mbingu ambalo mwanadamu anaweza kuokolewa kwalo. Wale ambao imani yao iko katika Kristo pekee, ambao hawana miungu mingine mbele yake na wanaoomba tu katika jina la Yesu, watang'aa kama nyota za asubuhi. Uvumba ulikuwa wa daima mbele za Bwana. Soma kitabu cha Kutoka sura ya 30 mstari wa 8. Hiyo inaelezea kwa Yesu kuwa kuhani wetu mkuu anayeishi siku zote ili kufanya maombezi kwa ajili yetu. Soma pia Waebrania 7:25. Tumeagizwa kuomba bila kukoma. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17. Wale ambao maisha yao ni maombi ya kudumu kwa Bwana watang'aa kama nyota za asubuhi. Wakati wa kuzaliwa kwa Yesu tunaona nyota ilitokea. Kabla Yesu kuja, wana wa Ibrahimu walikuwa kama nyota
zilizofunikwa na giza. Yesu atakapokuja, wataingizwa kwenye nyota ambazo zinang'aa kwa nuru ya ile nyota ing'aayo ya asubuhi. Tumepewa nyota ya asubuhi ikiwa uvumba unawaka katika maisha yetu. Thiatira ana uvumba. Kwa sababu ya uvumba huu, Mungu aliahidi nyota ya asubuhi kwake. Huu ndio umuhimu wa kinabii wa wale wanaochoma uvumba wa kiroho katika maisha yao ya kila siku. Wakati wa kuzaliwa kwa Yesu, tunaona pia wale manabii na mamajusi katika mifuko yao kulikuwa na uvumba. Yeyote aliye na uvumba ana haki ya kuwa na nyota. Ndio maana nyota zilikuwa zikiwaongoza mamajusi, kwa sababu walikuwa na uvumba. Je, huo si unabii wa Thiatira? Mungu aliahidi nyota ya asubuhi tu kwa kanisa la Thiatira kwa sababu lina uvumba. Je, huo si unabii? Kitabu cha Danieli sura ya 12 mstari wa 3 kinasema, ndipo wenye hekima watang'aa kama mwangaza wa mbinguni, na hao waongozao wengi kwenye haki kama nyota milele na milele. Jihadharini katika roho ya ufunuo. Nitatangaza ukweli huu ili kufungua akili zenu. Katika nyakati za mwisho, wale wanaofundisha uadilifu watang'aa kama nyota. Lakini palipo na nyota kutakuwa na uvumba. Mahali palipo na mafundisho ya haki pana uvumba. Fundisho la haki ndiyo ambalo Mungu anatazamia wakati wa mwisho. Mamajusi walikuja kwa sababu tu waliona nyota. Na kwa nini nyota hiyo ilionekana kwao? Ni kwa sababu walikuwa na uvumba. Bwana anatuita tuteketeze dhabihu za uvumba kabla ya kuanza huduma yoyote. Huduma zenye uvumba zitakuwa na nyota ya kuwabariki watu. Katika huduma ya makuhani tunapaswa kuona uvumba, na ikiwa tuna uvumba, basi tunayo nyota. Na ahadi ya nyota ya asubuhi wanapewa wale walio na uvumba. Kitabu cha Mathayo sura ya 2 mstari wa 1. Yesu alipozaliwa katika Bethlehem ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliiona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumwabudu. Mfalme Herode aliposikia hayo alifadhaika, yeye na Yerusalemu yote pamoja naye. Mfalme wa Wayahudi amezaliwa tu. Biblia imesema kwamba Yesu alizaliwa wakati wa mfalme Herode. Miongoni mwa Wayahudi kuna falme mbili. Mamajusi waliingia Yerusalemu. Huko Yerusalemu walikutana na Herode. Ni unabii kwa sababu Herode ni mfalme na Yesu ni mfalme. Kwa hivyo tunafungua macho yetu kwa sababu tuna falme mbili. Ya kwanza iko Yerusalemu, lakini ya pili iko Bethlehem. Yesu yuko Bethlehem, yeye ni mfalme wa Wayahudi. Herode yuko Yerusalemu, yeye pia ni mfalme wa Wayahudi. Nasi tunaona kati ya hizo mbili zilizo katika Israeli, zile mbegu mbili, uzao wa Shetani na uzao wa Mungu, na zote ziko katika Israeli kwa wakati mmoja. Wale mamajusi wakaja na kusema, hakuna nyota huko Yerusalemu. Waliendelea kwenda mpaka Bethlehem, na huko walimwabudu Yesu Kristo kwa sababu nyota ilifika Bethlehem. Kwa hiyo mamajusi walikwenda Bethlehem wakapiga magoti, walimwabudu mfalme wa Wayahudi. Mfalme Herode katika Yerusalemu, jiji la amani, anawakilisha huduma hizo leo zinazodai kutoa amani. Wanahubiri ustawi na neema nyingi na injili ya ubarikiwe. Wanadai kuhubiri neno la Mungu, lakini kama vile Herode hakuwa na nyota, makanisa hayo mengi
na huduma hizo pia hazina nyota. Kuna makanisa na watumishi wanaotuahidi amani. Hawa ni watu wanaotuahidi mafanikio. Hawa ni watu wanaotupa matumaini, lakini hawana nyota juu ya makanisa na huduma zao. Kuna wengi wanasema tutaanzisha kanisa, lakini hawana nyota juu yao. Fungua macho yako. Vita vimeanza. Tunashughulika na watu ambao inaonekana wanatuletea amani, lakini hawana nyota. Ndiyo maana mfalme wa kweli wa Wayahudi amekuja. Yuko Bethlehem. Mfalme wa Yerusalemu hana nyota, lakini mfalme katika Bethlehem ana nyota. Mfalme wa kwanza alikuja kwa nguvu za wanadamu. Mfalme wa kwanza aliagizwa na wanadamu, Warumi. Mfalme mwingine alitumwa na Mungu. Mtoto Yesu yuko pale kwenye sanduku lililo wazi ambamo nyasi na malisho ya wanyama huwekwa. Yeye ndiye mfalme katika Bethlehem. Kwa Kiebrania, Bethlehem ina maana ya nyumba ya mkate. Yesu ni mkate wa mbinguni. Soma Yohana 6:50. Lakini pia mkate wa uzima. Soma Yohana 6:35 hadi 48. Lakini pia mkate wa Mungu. Yohana 6:33. Yeye ndiye chakula kinachobadilisha mashetani kuwa watakatifu. Kuna nyota huko hata kama yeye ni maskini. Mchungaji anaweza kuwa maskini, lakini kama anayo kweli, ana neno jipya la Mungu na mana kutoka kwenye kiti cha enzi cha Mungu, nyota inamulika. Ana nyota ya asubuhi kwa sababu yeye ndiye uvumba unaowaka kwenye sanduku la ushuhuda, ambapo Mungu anasema nitakutana nawe. Kitabu cha Kutoka 30:36. Mamajusi walitoka mashariki, kutoka mashariki ya Yerusalemu, mashariki mwa Israeli na Babel. Mamajusi walitoka Babeli na kuja Bethlehem ilipo ile nyota. Ikiwa tunataka kuwa na nyota ya asubuhi, tunapaswa kuondoka Babel. Inabidi tuondoke pale pepo walipo. Inatubidi tuache mazoea ya Babeli. Yeremia 51:45 inasema, ondokeni Babeli, enyi watu wangu, kimbieni ili kuokoa maisha yenu na hasira kali ya Bwana. Lakini pia Ufunuo 18:4 inasema, kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake. Lakini pia Ufunuo 18:21 inasema, malaika mmoja mwenye nguvu akainua jiwe kama jiwe kubwa la kusagia, akalitupa baharini akisema, ndivyo utakavyotupwa Babeli, mji mkuu, wala hautapatikana tena. Wale wasio na nyota ya asubuhi katika maisha yao watatupwa chini duniani kwa mkia wa joka na hatimaye kukutana na mwisho wao kwa uharibifu wa Babeli. Wale walio na nyota ya asubuhi wataenda kwenye karamu ya harusi ya mwana kondoo. Mungu akubariki sana. Na tutaishia hapo katika siku ya leo. Tafadhali usikose mwendelezo. Usikose kufuatilia sehemu inayofuata ya ushuhuda huu. Ushuhuda kutoka kwa mtumishi wa Mungu Moses Lushiku wa huko nchini Kongo. Mimi msimuliaji wako katika ushuhuda huu, jina langu ni Jacktan Msafiri. Unaweza pia ukanifuatilia kwenye Facebook, Instagram pamoja na TikTok kwa jina hilo hilo la Jacktan Msafiri. Lakini mhariri wa sauti kwenye ushuhuda huu ni Eric Audax. Lakini ili kupata mwendelezo wa ushuhuda huu pamoja na shuhuda na simulizi nyingine nyingi za kweli kutoka kwetu, zote utazipata katika channel yetu ya YouTube ambayo inafahamika kwa jina la Promova TV. PROMOVER, Promova TV. Ukiipata pia hakikisha una like, una comment, una share, lakini pia hakikisha una subscribe.
Kwa mawasiliano zaidi, ikiwa una ushuhuda, una ujumbe, una mahubiri, ama una maswali, maoni, mapendekezo, ama unahitaji kutoa sadaka ili kuwezesha kipindi hiki, tafadhali wasiliana nasi katika namba hizi: kujumlisha 255 766 294335. Namba nyingine ni kujumlisha 255 784 074 462. Asante sana kwa muda wako, asante sana kwa kufuatilia. Tafadhali tukutane kwenye mwendelezo, tukutane kwenye sehemu inayofuata. Jenga makanisa na Promova. Ndiyo, jenga makanisa na Promova. Baada ya kuwezesha ujenzi wa makanisa mbalimbali katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, sasa Promova TV wakishirikiana na wadau mbalimbali wenye wito kama huu wa kujenga makanisa wanakuja na kampeni hii. Hii ni kampeni maalum yenye lengo la kujenga makanisa zaidi ya 20 kwa mwaka. Tunawatafuta, tunawawezesha, na kwa neema ya Mungu tunajenga makanisa yao. Hii ni kampeni endelevu ambayo tayari imekwisha anza, inaendelea na itaendelea. Shiriki sasa katika jambo hili kubwa la kipekee la kimungu. Jinsi ya kushiriki: tuma sadaka yako kwenye M-Pesa namba kujumlisha 255 762 841 734. Hiyo ni namba ya Tanzania, na M-Pesa Kenya Safaricom ni kujumlisha 254 113 844 735. Pia unaweza kutuma kupitia Equity Bank akaunti namba 30051119273. Lakini pia unaweza kutuma sadaka yako kupitia Western Union, MoneyGram, Ria, World Limit, Sendwave na njia nyingine nyingi. Namba zote za simu pamoja na bank majina ya usajili ni Jackton Arbogasti Msafiri. Tafadhali wasiliana nasi kwa namba tajwa hapo juu kupitia WhatsApp ili kupata maelekezo zaidi. Hakuna kikomo wala kiwango cha sadaka. Toa kadri ya uwezo wako. Na kwa maelezo zaidi kuhusu maendeleo ya kampeni hii, taarifa zote zitaendelea kutolewa kupitia Promova TV inayopatikana YouTube. Asante kwa kushiriki kampeni hii. Jenga makanisa na Promova. Promova TV, a home of testimonies.